Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa majina naitwa Paul Andrew, ni katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara wilaya ya Temeke. Leo tuko hapa maeneo ya Tandika kuwasihi wafanyabiashara wafungue maduka yao kwa kuwa kumekuwa kuna mgomo kwa hawa wafanyabiashara wa maeneo ya Tandika. Wafanyabiashara wamefunga maduka yao wakidai changamoto ya service levy. Wafanyabiashara waliofunga maduka ni wafanyabiashara wa biashara za aina zote, wafanyabiashara maduka ya maboksi, wafanyabiashara maduka ya michere, hardware na kada zote za wafanyabiashara eneo hili. Kwa sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara nimetumwa na viongozi wangu wa mkoa kuja kuwasihi wafanyabiashara hawa wafungue maduka. Lakini wao wamebaki wakisema kwamba hii tozo ya service levy ya 0.3 hailipiki na hawako tayari kusikia kauli ya kusema wafungue maduka bila kumuona kiongozi, aidha mkuu wa wilaya, waziri mwenye dhamana au mheshimiwa rais kama anaweza kuja kuwasikia kilio chao kwamba waambie wafungue kwa maana ipi, kwa sababu wao wamesema 0.3 hailipiki. Vile vile tumejaribu kuwasihi kama sisi jumuiya kwamba tuko kwenye majadiliano na serikali. Tumewaomba mpaka wafungue maduka yao mpaka kufikia siku ya Jumatatu. Lakini wao wamesema hawatakuwa tayari kufungua maduka yao mpaka siku hiyo ya Jumatatu. Wanachokitaka ni viongozi kuja kusikia kilio chao. 0.3 kwao ni changamoto. Faida wanazozipata kwenye hizi bidhaa wanazoziuza ni ndogo. Nyingi bidhaa hizi wanazitoa kwa mikopo kwenye kwa wafanyabiashara wakubwa wenye viwanda. Wanatoa mashambani kwa malikauli. Sasa wanapopigiwa 0.3 kwenye mitaji yao, kwenye mauzo, kwao ni biashara ambao wanaona ni ya kuwafilisi mitaji yao na kuwapelekea kufa biashara zao. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara, sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam tumewaomba kwa kweli, nimewasilisha maagizo la mheshimiwa mkuu wa wilaya kuwaomba wafanyabiashara wafungue maduka, meza ya majadiliano iko, lakini wao wamesema hawatafungua mpaka mheshimiwa mkuu wa wilaya afike maeneo haya kwa ajili ya majadiliano. Vile vile tunaiomba serikali. Wote tunafahamu kwamba mswada wa sheria uko pale. Kwa sasa ili swala la service levy limeshajadiliwa. Waziri mwenye dhamana kaishapeleka kilio cha wafanyabiashara, lakini pia wanasema wamesikia kile kiwango kilichopelekwa cha 0.25 kama pendekezo watu walipe kama huduma ya service levy bado kwao ni kikubwa sana. Ambao wanataka wao warudi kwenye ile ya kulipa shilingi 80,000, 60,000. Kwa hiyo namuomba mheshimiwa rais asisaini ule mswada. Awarudishe wahusika mawaziri wenye dhamana wakae na wafanyabiashara wamchakatulie faida wanazozipata kwenye biashara zao, ndio wajue namna gani ya kuwatoza. Wafanyabiashara wako tayari kulipa kodi, wanalipa kodi zote, lakini kwenye hili swala la service levy wanabambikiwa madeni ambayo wanasema wao faida hizo hawajawahi kuzitengeneza. Na kodi hiyo inatozwa kwenye mauzo ambapo kuna mitaji yao, ambapo kuna faida, kuna yote na kodi zote wanazodaiwa, kuna masuala ya benki yanakuwa hayajatozwa. Kwa hiyo wanaiomba serikali angalie namna bora ya kuangalia hii kodi na kuitoza upya kwenye biashara zao. Asanteni. Mimi naitwa Daudi Onesimo, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara nafaka Tandika. Kero yetu ni kuhusu service levy. Service levy inakuwa ni janga ambalo halilipiki kwa asili ya biashara yetu ya nafaka. Kwa sababu 0.3 ya mauzo ya nafaka wakati mwingine inapelekea gunia la uza 300,000, faida ya 3,000. Ukitoa 0.3 unapata karibu shilingi 900. 900 ukitoa kwenye 3,000 unabakiwa na 2,000. Sasa 2,000 hiyo itakutoshea kuongoza ofisi? Ni kitu ambacho ni kigumu. Tunaomba serikali iangalie upya swala la service levy hasa kwa wafanyabiashara, kwa sababu linakuwa linachukua mpaka mtaji, kwa sababu asilimia kwa mfanyabiashara anayepata kilo faida shilingi 300 ya nafaka. Ingawa mkurugenzi yeye wa manispaa tulianzia kule alituambia kwamba amefanya research kapata mfanyabiashara wa nafaka anapata faida shilingi 300 kwenye kilo mpaka shilingi 1,000. Kitu ambacho hakiwezekani. Kama research wanataka kuifanya, watushirikishe sisi wafanyabiashara. Twende mashambani, tukanunue, tulete nafaka yetu hapa. Waangalie hiyo biashara wanayosema kwamba faida tunaipata ni kweli, kuliko tusomea makaratasi ambayo hayana uhalisia wote. Na tunamwomba DC, mkuu wa wilaya wetu, aunde kamati ambayo sio mkurugenzi, ambayo iweze kufuatilia uhalisia wa biashara yetu. Lakini vile vile tumekubaliana na katibu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, sisi sasa hivi tumekubali tutafungua, tumsubiri mkuu wa wilaya aje tuongee nao ili swala hili iweze kutatulika. Maana wafanyabiashara kweli walikuwa wagoma, wala sio wakushinikizwa. Kila mtu akiangalia 0.3 mauzo ya nafaka ni makubwa mno. Kuna mtu anauza milioni 7 kwa mwezi, bilioni 7 kwa mwezi, na maana milioni 20 ataitoa wapi? Na
faida yake ilikuwa shilingi 30 kwa kilo, shilingi 20, shilingi acha loss ya mchele kushuka bei. Maana nafaka sio dola. Nafaka leo unaileta, kesho inashuka. Unatakiwa kukaa nayo, inabidi uiuze vile vile ilivyo. Kwa hiyo tunaomba sana serikali kwa kuwa ni sikivu ije itusaidie kwa hilo. Tukae meza moja. Hamna mtu anayekataa kulipa kodi. Kodi ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tunaomba mje mtusikilize, tupate mwafaka, tuweze kulipa kodi rafiki ambayo sisi hatutaumia, serikali ipate na sisi tupate. Mimi yangu hakuni hayo, lakini wafanyabiashara wamekubali wataendelea kufungua mpaka tutakapopata mkuu wa wilaya aje aongee nao. Mimi mwisho wangu ni hapo. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.